Mikeke mubashara kutoka hapa ukumbi wa uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, mahali ambapo tumeiteka na kuivamia anga rasmi, ikiwa ni siku ambayo inafanyika hapa makala ya 4 ya kuwania kombe la balozi wa Japan upande wa judo, na hapa ndipo tutapata mwanya kusema na rais wa kamati ya Olympic nchini NOC. Huyo ni Shadrack Maluki, yuko ange tu, atakuwa anaingia hapa ndani wakati wote kutoka sasa. Lakini awali ya yote tuangalie ratiba ya ligi kuu ya mpira miguu hapa nyumbani. Leo hii umeratibiwa kupigwa mtanange mmoja peke yake ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo, na ni Gor Mahia, mabingwa mara 21, atakuwa anakipiga dhidi ya mabingwa mara moja. Hawa ndo Mathare United, Ngarambe ya pekee siku ya Jumamosi. Tutoke hapa Jumamosi tuingie siku ya Jumapili, ambayo mitanange mitatu pia imepangwa kupigwa katika nyuga mbalimbali. Mabingwa watetezi Police FC watakuwa wanashuka katika himaya yao kukipiga dhidi ya Bandari FC katika mtanange ambao pia utakuwa na mihemko na mshike wa hapa na pale. Murang'a Seal watacheza dhidi ya Posta Rangers. AFC Leopards itakuwa inashuka kukipiga dhidi ya Shabana FC katika Ngarambe ambayo inasubiriwa kwa hamu na hamumu. Na katika safari yangu kutoka Nation Center hadi hapo uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, nimetangamana na wachezaji wa FC Shabana wakiwa wanaondoka kwenye mazoezi yao kujiandaa katika mtanange huu ambao unasubiriwa kwa hamu na hamumu. Alafu mbali na kesho ikiwa ni siku ya Jumapili, siku ya Dominika, siku ya Jumatatu pia itapigwa mitanange mingine muhimu. Kakamega Homeboys watakuwa wanacheza na APS Bomet. Mara Sugar watachuana na Sofapaka. Bidco United itakipiga dhidi ya Ulinzi Stars, wakati Kariobangi Sharks itashuka uwanjani dhidi ya Tusker FC katika mitanange ya siku ya Jumatatu. Tuondoke katika ratiba, tuingie katika msimamo ambapo Gor Mahia wamejikita, wamejizatiti, wako juu ya jedwali, wanapalia mambo makuu msimu huu, wanataka kuendea taji la 22, na ni kwamba wako na alama zao 46. Gor Mahia katika nafasi ya kwanza, AFC Leopards nafasi ya pili, Shabana nafasi ya 3, Kakamega Homeboys nafasi ya 4, Police FC nafasi ya 6, na ni kama ya nafasi ya 5 haswa kumradhi, ni kama nafasi yao kuendea kutetea taji inaanza kuwa finyu. Nafasi ya 6 MSL, Bandari 7, 8 KCB yake Robert Matano Simba, Tusker FC timu ambayo iliwahi kuinua Robert Matano Simba na kushinda nayo mataji. Nafasi ya 9 na Boys nafasi ya 10, ambao leo hii wanakipiga katika kuwania kutetea taji lao la Mozart Bet Cup. Wamekuwa katika dimba la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF, lakini mwisho wa siku wamekiaga kipute katika kundi la ba. 11 Mathare, 12 Mara Sugar, Posta Rangers 13, 14 Sharks, Ulinzi 15, APS Bomet nafasi ya 16, 17 ni Bidco United, wakati wanafunga orodha ya timu zote 18. Hawa ndo batoto ba Mungu Sofapaka ambao wameshinda taji la ligi kuu mara moja, na ni mwaka 2009 kipindi kile akiwa chini ya mwalimu mkuu Robert Matano Simba. Tuondoke katika hapa nyumbani, tuingie katika himaya ya wakoloni wetu na ni Uingereza, ukipenda England, na leo hii kuna mechi kadhaa. Bournemouth ndio mtanange wa kwanza kabisa utakuwa unapigwa dhidi ya Sunderland. Burnley watashuka katika uwanja wa nyumbani kucheza na Brentford. Mabingwa wa mwaka 2024-25 hawa ndo Liverpool watacheza dhidi ya West Ham United. Newcastle United wataikaribisha Everton, wakati Leeds United itakuwa mwenyeji wa Manchester City ambao mara hii wanapumua nyuma ya Arsenal ambao ndio vinara. Tuondoke siku ya Jumamosi ambayo ndio leo, tuingie siku ya Jumapili hapo kesho. Brighton dhidi ya Nottingham Forest, Fulham dhidi ya Spurs, Manchester United watakuwa wanashuka katika uwanja wa nyumbani wa Old Trafford kukipiga dhidi ya Palace Crystal, alafu Arsenal itakuwa inaikaribisha Chelsea katika mechi ambayo pia itakuwa na mihemko ya aina yake. Arsenal wakipania alama 3 muhimu katika harakati ya kuimarisha nafasi yao ya kwanza kule kileleni, wakipania kuendea taji kwa mara ya kwanza baada ya miaka mbele ukipenda 22, na ni kwamba Chelsea na wanahitaji alama 3 muhimu katika harakati ya kujiimarisha kuwania tiketi ya kwenda Liga Mabingwa Ulaya msimu ujao. Tuondoke katika ratiba, tuingie hapa ndani ya ukumbi wa uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, na hapa ndipo nataka nianze shughuli kabla ya kumleta ndani rais wa kamati ya Olympic nchini NOC Shadrack Maluki. Nataka mwanzo niseme na mweka hazina ambaye ni Daudi Busolo, ani BSiri mawili matatu mambo ya koje katika hili kombe makala ya 4 kuwania kombe la balozi wa Japan. Karibu sana mkubwa wangu, angalau ni BSiri mawili matatu mwanzo. Kigeuka hivyo angalie onekane hewani kabisa. Mashindano yakoje hadi dakika hii? Mashindano yako sawa.
Vijana wamekuja, wamejiandaa, naona wanaendelea vizuri, na huu mchezo umekuwa ni mchezo wa kufana sana. Siku hii ya leo tulikuwa tumejiandaa na tulikuwa tumehakikisha kwamba wachezaji wanapofika mahali hapa waweze kujienjoy, waweze kucheza mchezo wao, kwa sababu huu ndio mchezo unaweza kuwaleta vijana wadogo mahali kwa pamoja. Na ukiangalia Daudi, ushindani ni wa hali ya juu. Ushindani ni wa hali ya juu, na ndipo sababu sisi tukasema tuende katika himaya za kule ndani, kule mashinani, tuweze kutafuta vijana ambao ni wadogo, tuweze kuanzisha mchezo kwa vijana wadogo. Ukiangalia sasa hivi mchezo wetu umeimarika. Watoto hao wanapoenda kucheza kule nje, sasa hivi tumeanza kupata medali kwa sababu ya ile mipango tuliweka kuweza kuanzisha mchezo kwa watoto. Na haya yakiwa ni makala ya 4, nini hasa tofauti mara hii? Tofauti iliyoko ni kwamba kuna wachezaji wengi mno. Sasa hivi mchezo umepanuka, kuna wachezaji wameongezeka, na wanapoona wenzao wanapanda ndege, wanaenda kucheza kule nje, wanapata medali. Hii imewatia motisha, na ndiposa sasa hivi tuna wachezaji wengi sana. Tuko na wachezaji zaidi ya 300 hapa hivi sasa. Ndio sababu tunasema mchezo wetu umeendelea, na tunataka kuendelea kutia maanani ili hao watoto wanapoendelea kule mbele, tunataka kuona medali katika Olimpiki. Medali katika Olimpiki. Kama kwa sasa hawa ni wakubwa wanaocheza. Yes. Hawa sasa wametoka katika kiwango cha vijana, sasa wameingia katika kiwango cha wale watu wazima. Ukikuja hivi kidogo ndio mpiga picha wangu aweze kuwapata hewani wakicheza angalau kwa uzuri kabisa, ukifafanua mawili matatu. Wamemaliza wale wadogo, sasa wameingia wakubwa. Sasa hivi hawa wakubwa ni wale ambao wametoka katika mchezo wa vijana. Kuna vijana ambao tunaita kuna cadet na kuna junior, na sasa kuna senior. Sasa hawa hivi wameingia katika kiwango cha senior. Senior ni kutoka miaka 18 kuelekea mpaka miaka 30 na kitu kwenda juu. Cadet ambao ni miaka 14 hadi miaka 17. 19 hao ndo junior. Sasa ndo unaona tumehakikisha kuna hizo viwango vyote ambao wanaweza kuendelea kushindana ndani yake. Yes. Na balozi wa Japan amehakikisha kwamba mnashirikiana kwa kiasi kikubwa. Balozi wa Japani amehakikisha kuna ushirikiano ambao ni wa hali ya juu sana. Sasa hivi tuko na kocha ambaye ni Mjapani, ambaye anaiendesha na anaichunga timu yetu ya Kenya. Na ndipo sababu mnaona mchezo umeendelea kuimarika, na ni kupitia ushirikiano wa ubalozi wa Japani na Kenya, ndipo huu mchezo unaendelea kuimarika sana. Sasa hivi wanaposhindana hivi kuna vikombe ambavyo viko pale ambavyo vijana wanashindania, kuna medali, na yote hii ni mchango wa ubalozi wa Japani. Na najaribu kuangalia tangu mmeanza kushirikiana nao, makala ya kwanza, makala ya pili, makala ya tatu, leo hii makala ya 4, hasa mnataka kufanya nini kikubwa katika haya mashindano? Katika haya mashindano tunataka kupata timu ambayo mwanzo tuko na mchezo ambao unakuja ambao ni wa Afrika, ambao ni makala ya 48. Sisi ndio wenyeji wa makala ya 48 ya mchezo wa judo Afrika, ambayo ni seniors, ambao vijana wakubwa, watu wazima. Mchezo huu utakuwa hapa katika huu ukumbi mwezi wa 4, na kupitia ushirikiano huu ambapo hapa tutaweza pata timu ambayo inaenda kukuwa na makao kule Japani kwa mwezi mmoja, wakijiandaa kwa huu mchezo ambao unakuja mwezi wa 4. Na hiyo yote imefadhiliwa na wenzetu wa Japani. Na shirikisho, naona rais wenyu tayari amekwenda kuitumikia kamati Olympic nchini akiwa rais, na bado ni rais wa shirikisho la judo. Wewe ukihudumu Daudi kama mweka hazina, ili hasa linawapa motisha wa hali ya juu kwamba kiongozi wenu tena anatumikia kamati Olimpiki? Ni motisha mno, manake hii inaonyesha ya kwamba uongozi wake kuweza kuukuza mchezo kama huu ambao haukuwa unajulikana vile, sasa hivi umefika kiwango ambao unajulikana hata kimataifa, kwamba kuna wachezaji wazuri katika nchi ya Kenya wanaweza kupeana ushindani katika viwango vya Afrika vya kimataifa. Na hii ndio inatupa motisha, kwa sababu
unamwona rais wetu kwa uongozi wake na uadilifu wake na bidii yake, ndiposa iliweza kumwezesha akaweza hata kuonekana na kuaminika na mashirika mengine ya michezo katika nchi na kumpa huo uongozi. Na hasa katika ukuzaji wa talanta upande wa judo, labda mmepenya na kuingia katika skuli mbalimbali hapa nyumbani? Tumeingia skuli kama hapa sasa, kuna skuli karibu 8 zina kompiti katika zinashiriki mchezo huu, na hiyo ndo njia sisi tumeichukua, tuingie katika mashule, tuingie katika mashirika ili huu mchezo uweze kupanuka zaidi. Na hasa nyinyi mkiwa wenyeji katika mashindano yanayokuja, hasa mnataka mfanyeje katika ardhi ya nyumbani? Sisi ndo sababu naona mchezo huu ulikuja kwa wakati ambao unafaa, na kupitia huu mchezo manake una ushindani sana, na kule nje viwango vya mchezo vimepanda, na sisi pia hii tumeiweka katika ile hali ambayo ni ya ushindani, na hapa tutapata wachezaji ambao wana uzoefu na wanaweza kushindana vizuri katika mashindano ambayo sisi tutakuwa wenyeji, na tunajua kwamba hatutatoka bila medali. Hiyo ndio lengo letu kuu, kuhakikisha kwamba wachezaji wamejiandaa vilivyo na wana ushindani ambao ni wa kimataifa. Ni ushindani wa kimataifa. Na nikiendelea kumtafuta mkuu wangu ambaye ni Shadrack Maluki akiwa anaingia na balozi wa Japan, hasa tukimalizia, wewe ndo nikuruhusu angalau uende uangalie mawili matatu pale upande wa chini, na pia mashabiki naona wameingia. Mashabiki wameingia, na hii inaonyesha kwamba huu mchezo umeanza kukita mizizi. Inamaanisha mchezo huu umeanza kuvutia watu, na hilo ndio lengo letu kuu. Mchezo unafaa na unafana saa zile unavutia mashabiki, na ndio sababu tunaendelea kuhakikisha kwamba huu mchezo unapoendelea kukua pia tunafikia mashabiki wetu, na tunashukuru sana wakati mnapokuja hivi mnafanya michezo inajulikana, na ndio njia moja ya kuweza kukuza michezo. Kila laheri. Asante. Huyo amekuwa ni Daudi Busola ambaye anahudumu kama katibu mkuu si katibu mkuu aswa, huyu ni mweka hazina, yani mtu anashughulika na masuala ya dola. Na mwelekezi wangu nitayarishie manake katibu hajaingia bado, rais wa kamati ya Olimpiki hajaingia. Kama una makala tetesi yaweke ange kabisa, alafu tuyarushe hewani, alafu nitafutie Toto Arege mahali alipo, itakuwa raha mstarehe kabisa. Na leo hii Toto Arege ameingia kwenye himaya, akaangalia mawili matatu kwenye upande wa tetesi, na akaamua kwenda kwa aliyekuwa girlfriend wa CR7 miaka ya nyuma. Tuangalie makala ya Toto na tetesi. Katika maisha, fahamu kuwa maadui zako ni watatu: adui yako, rafiki wa adui yako, na adui wa rafiki yako. Kwa nini nasema hivi? Aliyedhaminiwa wakati mmoja kuwa rafiki ya CR7, yani Cristiano Ronaldo, Gemma Atkinson, aliwahi kupewa kima kikubwa cha mihela kumwandama kwa kumchafulia jina mchezaji huyo wa aiba ya juu. Toto na tetesi imepata taarifa kwamba mwigizaji huyo amekiri kupewa pesa nyingi, yani madola, ili amchafulie jina Ronaldo baada ya uhusiano wao mfupi wa miezi 4 kumalizika ghafla mnamo mwaka 2007. Siku zote ukitaka kumnasa samaki kwa urahisi, subiri hadi maji yapungue kidimbwini au ukame uingie. Baada ya miaka mingi tu walipoachana mapema wiki hii, Gemma aliulizwa afichue siri ya uhusiano wao mfupi. Katika mahojiano kwenye redio ya Key 103 katika jiji la Manchester, Gemma alielezea kuwa walipoachana alipewa pesa nyingi sana kuzungumza vibaya kumhusu ex wake Ronaldo, lakini hakutaka kumharibia jina kwa sababu waliachana baada ya makubaliano ya pande zote mbili. Wawili hawa waligandana kama meno na ufizi. Uhusiano wao ulivutia walimwengu haraka. Watu walitaka maelezo, vyombo vya habari vilikuwa vinapenda kuwafuatilia, lakini mambo yalipokwenda segemnege, Gemma alichagua ukimya. Kwa miaka mingi, Atkinson na Ronaldo walijenga maisha mapya. Gemma sasa ameolewa na dansa mtaalamu Goka Marquez na wana watoto wawili, Mia mwenye umri wa miaka 6 na Thiago mwenye umri wa miaka 3. Mwamba Cristiano Ronaldo naye alichumbiwa na Georgina Rodriguez. Wanandoa hawa wana mabinti Alana na Bella, pamoja walikaribisha mapacha Eva na Maria na Mateo
kupitia surrogacy. Bella alikuwa na kaka pacha aitwaye Angel, lakini kwa bahati mbaya alifariki muda mfupi baada ya kuzaliwa. Ronaldo ana mtoto wa mwisho, Cristiano Jr, kutoka kwa uhusiano wa awali. Ripoti ya Bloomberg ya mwaka jana inakadiria utajiri wa nguli huyo mshambuliaji wa Al Nassr kwa shilingi bilioni 183, na sasa ndiye mchezaji anayelipwa hela za juu zaidi ulimwenguni. Ronaldo ameripotiwa kupata mshahara wa juu zaidi wa shilingi bilioni 83.8 kwa mwaka katika ligi ya Saudi, zaidi ya mara 2 ya mpinzani wake wa muda mrefu Lionel Messi. Utajiri wake si neno. Sasa maswali yalosalia kwenye akili za wengi ni je, ni nani aliyetaka kumharibia jina Cristiano Ronaldo? Na je, nia yake hasa ilikuwa gani? Kwa nini Gema akaamua kulifichua hili baada ya miaka mingi tangu Ronaldo alipokuwa akicheza Old Trafford? Na je, nani hawa walotaka sana jina la Cristiano Ronaldo lipakwe tope? Itakuwa ni mmoja kati ya makundi matatu ya maadui. Haya, aliye na majibu anitafute. Toto na tetesi. Mikiki NTV. Ni tetesi hiyo ambayo ameitetemesha ngani huyo Toto Warege. Niseme na mwingine hapa mmoja. Mwanzo, jina lako unaitwa nani? Kennedy Kwithia. Kennedy, mashindano yakuja. Mashindano ya leo yanaonekana imevuma kweli. Vile unavyoona tuko na timu kama 18 zimejiwasili leo kutoka kila mahali ya Kenya leo kukuja kwa hii mchezo ya Japanese Ambassadors Cup, the 4th edition. Na tunafurahia sana because this is the 4th edition na ni contract ambayo tuliingia na the Japanese Embassy, the Japanese government. Na kwa wale ambao wanajua judo ni sport ambayo imetoka Japan. Kwa hivyo leo ni celebration ya not just the game being a Japanese game, but also hosting it in this country, country today, and also hosting the ambassador of Japan. So it is a great honor. Na ukiangalia leo ni tournament ya siku moja peke yake. Hasa mnataka kuwatuza washindi pia baadaye? Ndio, tunataka kuwatuza baadaye, watapata awadi. Na pia hao washindi watakuwa hapa ni mwelekeo wa kuelekea LA 2028 Olympics. Kwa hivyo ni njia pia yetu ya kuwatayarisha wachezaji wakuwe imara, wapate the skills ambazo wanajua, wapate the exposure ambayo wanataka. Ndio tukikuja Youth Games Dakar mwaka huu, Commonwealth na 2028 tuwe na wachezaji wengi ambao wataweza kuhusika kwa hizo michezo. Unaona katika Olimpiki inayokuja 2028 tunaweza tukawa na wawakilishi wa Kenya wengi? Tunaweza kuwa na wakilishi wa Kenya wengi. Kutoka judo peke yake tuna target ya kuwa na wakilishi kama 6 ambao wataweza kuparticipate kwa michezo ya LA 2028. In Youth Dakar tuna expect kuwe na double, at least 12 to 15 ambao wataweza kuparticipate. Wale wataweza kuqualify through the process ya the pathway waweze kuqualify for LA 2028. Kwa hivyo matarajio ni tuwe at least na wachezaji 6, 3 wavulana, 3 wasichana. Na rais wenyu Maluki akiwa ndo rais wa kamati ya Olympic nchini, nini upita kwa akili yenu? Kweli, kwanza tunafuraha sana kwamba federation zote zilijiunga zikampatia rais Shadrack Maluki kukuwa rais wa the National Olympic Committee of Kenya. Na kwa sababu ya hivyo tunajivunia, tunajigamba kuwa wanajudoka. Tunajigamba kabisa kwa sababu tunajua tuko pale juu. Maneno yetu yanaangaliwa na tunajua pia rais wetu ni rais ambao anaangalia kila mtu. Kwa hivyo akiangalia wale wengine hatuachi nyuma. Kwa hivyo tunashukuru sana, na hata tutakuwa naye hapa leo, atakuja kujienjoy pia kuangalia sport ambayo ilianza kitambo kama mwanajudoka. Kwa hivyo tunafurahia sana yeye sasa ndiye rais wa judo Kenya. Ya judo Kenya, wa Afrika judo, na tena pia wa National Olympic Committee President Kenya. Kila laheri. Asante sana, nimeshukuru. Safi kabisa. Huyo ndio katibu mkuu katika shirikisho la judo hapa nyumbani, ametema mawili matatu angani. Nataka nikupeleke moja kwa moja hadi katika uwanja wa Camp Toyoyo hapa jijini Nairobi, mahali alikokita kambi Toto Warege, angalau aseme mawili matatu, na wachezaji wa kongwe ambao pia wanajiandaa katika mambo yao ya hapa na pale. Wameanza kucheza katika kipindi ambacho umri umeshaenda.
na ndio sasa wameamua angalau waanze kucheza, na labda kuna wengine ambao walienda katika maeneo ya Afrika Kusini, South Africa, wakacheza wakarejea nyumbani. Moja kwa moja hadi katika Stadio de Camp Toyoyo Toto Arege, piga 2-3 utupeleke mapumziko, urejea upige nikiwa bado ningali namsubiria kwa hamu na hamomo rais wa kamati Olympic nchini NOC, huyo ni Shadrack Maluki. Naam, shukrani sana Makori, na leo nimekita kambi hapa katika uwanja wa Camp Toyoyo hapa jijini Nairobi. Ni timu ya Grannies ama kina shosho kwa lugha ya mtaa. Na leo wanacheza zile mechi za kupimana nguvu. Wanajiandaa kwenda Ufaransa kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia. Mwaka jana Kenya iliwakilishwa katika mashindano haya ambayo iliandaliwa Afrika Kusini na ikamaliza katika nafasi ya pili. Waliweza kuwapiga vibaya sana Ufaransa na kuweza pia kupata ushindi dhidi ya Afrika Kusini katika mashindano haya ambayo walishiriki kwa mara ya kwanza. Na hivi sasa naungana na kina shosho, sijui kama hilo ndio jina ambalo linawafaa. Na hawa sasa si kina shosho tena, ni wachezaji ambao wanacheza soka. Kila mtu anajua katika nafasi ambayo anacheza uwanjani. Mam, unaitwa nani na unachezea timu gani? Naitwa Jaile Sibi na nachezea Queens. Yes. Ulianza kucheza ball lini? Nilianza cheza ball tangu nilikuwa 4 years old. Lakini sana ninapenda I'm a fan of football. Sana napenda kuangalia football, kucheer, kuclub. Ndio. Unacheza position gani? Goalkeeper. Yes, najua kurukia hivi, kuruka vile. Na tuone. Na kucheza soka imekusaidiaje wewe? Health. Niko fit na niko strong. Nilikuwa na shida kama diabetes ama pressure, lakini siku hizi niko clean kabisa, sina shida. Na naambiwa kwamba mnajiandaa kwenda Ufaransa kushiriki katika mechi za kombe la dunia. Mnajiandaje nyinyi kama timu, kwa timu yako mnajiandaje? Tunafanya a lot of practice. Practice makes perfect. Yes. Tunafanya practice like 4 times in a week. Yes. Una miaka mingapi? 76. Oh wow. Yeah. 76 years old. Alafu unajua kuna wale ambao ni age mates wako home. Unaweza waambia nini wanapambana na magonjwa ya pressure? Tokeni home. Njooni muungane na sisi. Muta feel good, muta feel healthy, mutakuwa wazima kabisa. Yes. Asante. Acha niongee na ni captain wa timu gani hii? California True Grannies. Mambo mam? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Jennifer Mumbua. Unacheza position gani? Namba 7. Hii kucheza hii ball imekusaidiaje? Imenisaidia, hata nilikuwa nimetoa kitambi, sikuwa natoka kwa kitanda haraka. Saa hii hata sina hiyo public opinion, niko sawa. Ulikuwa na ugonjwa gani ambao ulikuwa unakusumbua lakini saizi uko sawa? Nilikuwa na pressure na saa hii sina, iliisha kabisa. Kwa hivyo leo mnafanya nini hapa? Leo tunacheza friendly hapa kwa hii kiwanja ya Camp Toyoyo. Leo mna train wapi? Tuna train ka Kinyako ground, pa Kinyako United kiwanja ground. Ya mtaa gani? California ward. Watu wa California? Yes. Haya, sawa, shukrani. Acha niongee na dada mwingine hapa ama mchezaji. Sasa mam? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Angelina Nandwa. Aha, unachezea timu gani? Mimi nachezea Buruburu Queens. Aha. Klabu yako mlianza kujua Grannies wanaweza cheza lini nyinyi kama Buruburu Queens? Tulijua wakati wale walitu represent South Africa. Na sisi tukasema na sisi pia tunaweza kujikakamua. Naona mtu kama mimi ni founder member wa ladies soccer na ladies handball. I also played for a national team. Nilikuwa nachezea Umeme. Soccer team gani? Nilikuwa nachezea Umeme Sports Club. Ilikuwa na different sports. They are the founders of ladies soccer na ladies handball. Sisi ndio tulianzisha pale Ziwani. Na hii ball kucheza imekusaidiaje? Imenisaidia sababu nilikuwa na pressure, lakini sasa imepotea kabisa, hata madawa niliacha kutumia. Na mimi ni striker. Umefunga mabao ngapi season? At least nimejaribu, tulifunga 2. Tulicheza na Bahamas, at least nikafunga 2. Okay. Sasa mnajiandaa kwenda France. Una feel aje? Na feel great. Nasikia vizuri sababu sasa hiyo pia ita motivate washosho wengine watoke. Kuna washosho wengine bado wamejifungia, wanajiona ni wazee. Lakini mimi naambia kama sasa mimi niko 72
Unaona niko 72 na bado nacheza tu na bado nitaendelea kucheza. Sawa, shukrani. Tutakuwa tunaungana nanyi muda usio kwa mrefu hapo baadaye. Alafu kuna dance inaendelea pale Morin. Naambia kwamba tuende break alafu tutarejea muda usio kwa mrefu. Usiende mbali. Naam, shukran sana, na ikiwa ndo unajiunga nasi, hii ni Mikiki na hivi sasa nipo mbashara kutoka uwanja wa Camp Toyoyo maeneo ya Jericho hapa jijini Nairobi. Nyuma yangu ni kikosi cha Grannies ambao umri wao si mdogo sana, lakini wamejitolea kuweza kucheza soka, wakisema kwamba soka inawasaidia katika afya yao, na wengi wanasema baada ya kucheza soka hivi sasa pressure imepungua, magonjwa tofauti yamepungua. Lakini kabla ya kuweza kufanya mahojiano na rais wa Grannies Kenya ambaye amejiunga nasi muda usio kwa mrefu, tutaelekea katika uwanja wa Kasarani ambapo Makori yupo, alafu baadaye atarejesha upande huu. Makori, kwako. Itakuwa raha zaidi tuingie hapa katika ukumbi wa uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, mahali ambapo rais wa kamati ya Olympic nchini NOC tayari Shadrack Maluki ameshaingia hapa na ameandamana na aliyekuwa rais mtangulizi wake ambaye ni Paul Tergat. Kwa haraka upesi nataka niwalete ndani angalau tuseme mawili matatu, waniambie mambo yakoje. Na ukiangalia hapa tayari mashindano yanafanyika na Maluki mwenyewe ndiye rais wa shirikisho la judo hapa nyumbani. Mwanzo mkubwa wangu, karibu sana kwa Mikiki Live kutoka hapa Kasarani. Asante sana, nashukuru sana kwa hapa. Ndio. Mashindano haya tuanzie hapa, makala ya 4, unayaonaje? Mashindano kweli tumeyatayarisha vizuri, na vile umeona vijana wanajikakamua kabisa na ni mazuri. Maandalizi yamekuwa poa kabisa. Ndio. Nashukuru. Na ushirikiano wenu ni mkubwa na ubalozi wa Japan. Ndio, ushirikiano wetu ni mkubwa zaidi sana na ubalozi wa Japani, kwa sababu kwanza unajua huu mchezo ulitoka Japani. Huu ni mchezo ambao kabisa ukiangalia kabisa kiini na mahali umetoka ni nidhamu, kila kitu yote ni kutoka Japan. Ndio. Na mliamuaje kwamba mnashirikiana hadi mmeingia makala ya 4? Tumeshirikiana kwa sababu hatuna uwezo wa kukuza huu mchezo isipokuwa tushirikiane na ubalozi, na huyu ubalozi amekuja nchini Kenya ni wa kwanza. Tulikuwa kidogo hapo mbeleni haikuwa inawezekana, lakini ubalozi mpya alipokuja akasema tushirikiane pamoja ndio tuendeleze huu mchezo pamoja. Turudi kwa kamati ya Olympic nchini NOC, mahali unahudumu ukiwa rais mara hii sasa. Unakumbukaje kile kipindi uchaguzi unaahirishwa, ilikuwa ni kukawia wewe kuingia pale kufanya mambo? Kusema kweli kikuwa kipindi kizuri sana, manake kidogo kama tungekuwa na rais ambaye ni daktari Dr. Paul Tergat ambaye kabisa alikakamua akaweka nidhamu na akawasimama kinditi, manake itajulikana kwamba bwana Dr. Paul Tergat bado anahudumu kama IOC member. Kwa hivyo kama tulikuwa na bahati kuwa na Dr. Paul Tergat, kipindi kile kilikuwa ni kipindi sio kizuri sana, manake kiliweza kufanya michezo isiendelee. Tulijaribu miezi kama 4 na haikuwa miezi mizuri sana, manake wakati michezo ilikuwa karibu ya sambaratike. Ndio. Sasa tayari umeshaanza kazi rasmi. Kazi tumeanza, tunaichapa kabisa. Tumetoka Winter Olympics, tulienda Angola, tukafanya maajabu, tukaleta medali mingi sana Kenya, na najua kwamba tunaendelea kufanya maajabu, manake Kenya kuna vipaji, hizi vipaji ziko kwa wingi. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba hizi vipaji zimeandaliwa kwa muda ambao unatakana, ndio hao wachezaji wapate muda wa kwenda kuonyeshana hizi vipaji. Na kuna ile MOU mlitia saini na Japan haswa? Tulitia MOU Japan kule Italy, Milano. Hii MOU itasaidia sana katika kuendeleza hii michezo, manake Japan watakuwa wanatupatia chances za kupeleka timu zetu kule kutrainia huko kwao. Manake utajua kwamba kama tuseme volleyball, Japan imeendelea sana na volleyball. Malkia Strikers wakienda pale wa train, tukua tunajiandaa kwenda kwa stages za Olimpiki, watafanya maajabu sana. Watafanya mambo mazuri. Na nimeona pia umepeana scholarship hapa na pale.
Scholarship tunapeana ambazo zinapeanwa kutoka kwa Olympic Solidarity, na hapo ndipo unaona bwana Dr. Paul Tergat akiwa IOC member, nimemweka karibu sana. Hawezi kutoka katika hii maandalizi ya hizi maneno. Manake yeye ndiyo atatusaidia sana kama ngazi ya National Olympic Committee of Kenya kuwa tunaweza pata hizi scholarships. Mashindano yanakuja Jumuiya ya Madola, mashindano yanakuja Olympic 2028. Hasa maandalizi ya mapema yakoje? Maandalizi ya mapema yako vizuri sana, ningesema hivyo. Timu zinajiandaa na sisi kama National Olympic Committee of Kenya tunajitahidi kabisa kusaidia hizi timu mapema ndio wapate kujiandaa vilivyo, manake tunasema kwamba kujiandaa mapema ndio kwenda kufaulu. Na Kenya imekuwa ikiwika sana, ikifika riadha ndo tunaanza kuvuna medali. Labda mara hii katika uongozi wako tuanze kuona medali katika judo, medali katika ndondi, medali katika volleyball, raga. Mimi vile nimesema, kila kipaji katika hii nchi yetu tukufu ya Kenya kina nafasi yake. Katika uongozi wangu natambua kila kipaji. Haitakuwa tu tunategemea disiplini moja. Nasema nataka kila kipaji katika hii nchi yetu kiwe kinaweza kulete manufaa kwa mchezaji yeyote. Kwa hivyo kazi yangu iko rahisi sana. Maanake najua kipaji cha wanadondi kipo. Nafasi ya kandanda hipo, nafasi ya judo hipo, nafasi ya kila mchezaji hipo. Kwa hivyo ni kusema kwamba katika wakati wangu nitamekishwa kwamba kila kipaji kinapewa kipaumbele. Na Paul Tergat aliweka msingi sana imara katika NOK. Paul Tergat aliweka msingi mzuri sana. Manake Paul Tergat ukiangalia uongozi wake, nilisema sitatoa magurudumu, nitaweka grease. Manake yeye alikuwa tayari ashaweka magurudumu. Nikaangalia, manake nilikuwa naibu wake kwa miaka 8. Nilikuwa nasoma, so nilisoma from the best. Na kama umesoma kwa yule mzuri zaidi, unachange magurudumu ya nini bana? Hainaja. Unataka kufanya nini kikubwa ndio ukumbukwe? Shadrack Maluki wakati anahudumu katika kamati ya Olympic nchini NOK kama rais aliweka historia. Kikubwa kile ambacho ningetaka ukifanya ni kuhakikisha kwamba kila kipaji chote vile niliposema awali kinatambulika. Kila kipaji kinaleta medali. Kila discipline yoyote imeinuka. Manake hao watoto wetu wako kule mitaani, wanarandaranda, wana vipaji. Na hii wakati wangu ningesema nataka kuangalia wale vijana ni walete pamoja, ndiposa tuchukue zile vipaji ziweze kuwanufaisha. Kila laheri bosi wangu. Niseme na Paul Tergat pia mawili matatu angalau aniambie mambo yakoje. Ametoka kuhudumu kama rais wa kamati ya Olympic nchini NOK. Leo hii ametulia tu pale IOC. Paul Tergat, karibu sana kwa Mikiki. Asante sana. Ni furaha yangu kubwa sana kuwa hapa kwa judo games which inaendelea leo. Naona mnaandamana na rais wa sasa Maluki. Yes, lazima tuendelee kusupport each other. Nafikiri amekuwa naibu wa rais wa National Olympic Committee kwa miaka 8. Na upande wa scholarship naona unasaidia sana. Wimbo wa Jamhuri ya Kenya unarudi mangani kwa sasa kabla tuendelee na mambo. Ndio wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ndio umetoka kurindima ngani. Ni sema kwa haraka upesi nimalizane kabisa na Paul Tergat, angalau tusonge kwa kidogo mkubwa wangu. Pale katika scholarship naona unasaidia sana pia Wakenya wananufaika. Ile kitu cha muhimu sana nataka kusema ni furaha. Michezo ni kitu cha muhimu kwa vijana wetu katika taifa letu la Kenya, na kitu ile ya muhimu sana
tunataka kuhakikisha kama taifa la Kenya, kila michezo katika taifa letu lazima ianze kuendelea au kugrow mpaka ifike kiwango cha kimataifa. Na ulifanya kazi nzuri sana pale wakati unahudumu kama rais wa NOCK, uliweka msingi imara. Ukiwa kiongozi, kazi yako sio unikiangalia mwenyewe, angalia infrastructure vile imekuwa. Usiwe unafanya kazi ukiwa unataka ukiwa na tamaa wewe mwenyewe. Ukiwa kiongozi, hakikisha ile kitu unafanya, ufanye ile kazi uonekane, ukiwa unafanya kazi kufikia wale unafanyia kazi. Na tuzo zako za Soya zinakuja, maandalizi yakoje? Soya Awards inakuja, inaendelea vizuri, na tunatarajia maybe the next 2-3 weeks tutakuwa na Soya Awards hapa Nairobi. Paul Tergat, nini hasa kilikupa msukumo kuanzisha Soya? Nilianzisha miaka karibu 23. Nilikuwa patu mwanariadha siku hizo, patu mwanamichezo, kwa sababu niliona lazima tufanye kitu ili tuweze kupatia wana michezo wetu ile kitu wanafurahia, ile recognition, kwa sababu wakati mwingi huwa tunaenda kufanya mazoezi, ukimaliza umekuja na medali ya Kenya na unasaulika hivyo tu. So hii ni wakati tunaweza kukutana sisi wote, michezo yote kwa meza moja, tukule na kusherekea ile results yetu ya mwaka jana yote. Wadhamini wako wamekushikilia sana, hasa Safaricom. Asante. Safaricom wamekuwa na sisi tangu hiyo miaka yote, na nashukuru kwa sababu waliamini hiyo mawazo nilikuwa nao kwa michezo, na pato na furaha mpaka saa hizi. Na hasa mwaka huu tuone nini tofauti? Nakwambia itakuwa kubwa sana, so tutakuwa sisi wote na tutafurahia. Siku hiyo utaona, sitaki kusema mingi. Kila la heri. Asante sana. Asante sana. Huyo ni Paul Tergat, aliwahi kutesa wakati enzi zake akiwa mwanariadha, akaja akahudumu kama rais wa kamati ya Olimpiki nchini kwa mihula miwili, alafu bado akaondoka. Sasa atamu ambaye imetawaliwa ni ya Shadrack Maluki, ambaye kwa sasa pia ameanza mikakati kabambe ya kuboresha na kuingia katika maeneo ambayo pia hivyo viatu alivyokuwa amevalia Paul Tergat naye avalia toshe, aendeleze kwa zaidi na zaidi. Kwa sasa wacha tuingie katika makala hapa na pale, na tupate makala ya Makinda Hatari mara hii. Suzani Waweru kwenye ubora wake amemwangazia mlinda mlango nambari 1 wa Manchester United. Kutoka mitaa ya Zotgem hadi mwanga mkali wa Old Trafford, hii si hadithi ya kawaida ya golikipa kijana. Hii ni safari ya uthabiti, subira na milango iliyofungwa kwa wapinzani. Sene Lomons alizaliwa tarehe 7 Julai mwaka 2002 Zotgem, Ubelgiji. Akiwa na umri mdogo, tayari alikuwa akipigiwa hesabu kubwa. Alipitia akademia za KRC Bambruge, FCV Denda na baadaye klabu ya Bruges, ambako jina lake lilianza kusikika kwa sauti ya juu. Mwaka 2018, akiwa na miaka 16 tu, aliingia kwenye kikosi cha mechi ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Atletico Madrid. Ishara tosha kuwa alikuwa anaaminika. Lakini tukio lililomweka kwenye rada za wengi lilitokea tarehe 11 Desemba mwaka 2019. Golikipa huyu akafunga bao la kichwa dakika za majeruhi dhidi ya vijana wa Real Madrid kwenye ligi ya mabingwa Ulaya ya chipukizi na kuipeleka Bruges hatua ya mtoano. Golikipa anayefunga bao, hapo ndipo hadithi ilianza kuwa tamu. Alipata nafasi zaidi katika kikosi cha wakubwa pale kipa namba 1 Simon alipoumia. Akaanza fainali ya kombe la Ubelgiji mwaka 2021 dhidi ya Genk na kushinda mabao 3-2. Utulivu wake langoni ukaanza kuonekana. Mwaka 2023 alihamia Royal Antwerp FC kwa mkataba wa miaka 4. Mwanzoni alikuwa kivuli cha Butez, lakini kufikia msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025 Sene akawa chaguo la kwanza. Alivutia kwa kuokoa penalti 4 kufikia Februari mwaka 2025, takwimu iliyomfanya aogopewe zaidi. Mashabiki wa Antwerp walimpigia kura mara kadhaa kwa mchezaji bora wa mwezi.
Sasa haikuwa tena kuhusu kipaji, ilikuwa kuhusu uimara wake. Septemba mosi mwaka 2025, siku ya mwisho ya dirisha la usajili, Manchester United walimchukua kwa ada inayoripotia kufikia pauni milioni 18.1. Hatua kubwa, shinikizo kubwa zaidi. Mechi yake ya kwanza klabuni ilikuja Oktoba mwaka 2025 dhidi ya Sunderland, ushindi wa mabao 2-0. Ujumbe ulikuwa wazi, ameletwa kulinda lango, si kujifunza tu. Baada ya kuitumikia Ubelgi mara 28 katika ngazi za vijana, alipewa nafasi katika kikosi cha wakubwa Machi mwaka 2025. Kutoka golikipa anayefunga mabao kwa vijana hadi kuwa ukuta wa Manchester United na timu ya taifa ya Ubelgi, Senne Lammens anaandika sura mpya kila msimu, na kama mwendo wake utaendelea hivi, jina lake halitakuwa tu kwenye vikosi bali kwenye historia. Susan Waweru, makala ya Makinda Hatar. Naam, shukran sana Susan Waweru. Na tukirejea hapa katika uwanja wa Camp Toyoyo maeneo ya Jericho hapa jijini Nairobi, mchezo unaoendelea hivi sasa ni timu ya Hamza na California, na hakuna yeyote ambaye ameona mlango wa mwenzake. Inamaanisha kwamba mechi hiyo katika kipindi cha pili ni sare tasa. Na picha hizo unazoziona ni timu ya Hamza na California ambao wanapambana hapa, na hakuna ambaye ameona mlango wa mwenzake. Na hivi sasa naungana na mchezaji mmoja ambaye anasema kwamba amefaidika sana kutokana na kucheza soka. Mama, unaitwa nani? Mimi naitwa Janet Okumu. A retired teacher. I retired in 2016, and before this I was not doing anything much, but when I heard of the Buruburu Grannies, I joined them last year in September. The time I joined them, I was hypertensive. I had a lot of pressure in my lungs, and the doctors wanted to do a lot of tests on me. But when I joined, that pressure has gone, especially the one in the lungs. It has really gone. The blood pressure is still high, kidogo, it goes up and down, and I think that one, age also contributes to that, because I'm almost 70. But I feel good, and when I don't go to play, I say I'm missing something. So I play with Buruburu Queens. We play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. So our timing is 7:30. Now imagine Grannies waking up before that. It's so early, but I enjoy. We look forward, every time we look forward to that day when we are going for the practice. It has done me a lot of good, and my children feel happy about it. I have one daughter, and she always tells me, "Mommy, please, don't pull out of that club. It has helped you a lot." One of my sons has promised to buy us balls, and soon he will buy us balls. So it is something that is good for grannies. It is something that helps you health-wise, because our motto is kick for health. We kick for health, not because of anything big, but if anything big comes our way, we grab it. But sana we play because of our health, and it has helped many of us. You saw the other lady who came and she said she's 76. Yes, and she has really gained the weight that I have gained. I'm so happy about the grannies all over Kenya, wherever they are playing. I know it is something that is really helping them. Yes. So thank you and all the best. Yes. Acha niongee na mchezaji mwingine hapa. Mam, unaitwa nani? Naitwa Mary Muraya. Naitwa Mary Muraya. Unacheza timu gani? Hamza Granny. Hamza mjafunga, shida imekuwa wapi leo? Shida naona tu wanaendelea. Ninatumaini watashinda. Unacheza position gani? Number 8. Number 8. Uko how old? 70. 70 years. 70 years. Hii boli imekusaidiaje wewe? Imenisaidia kwa mambo mingi, sababu kwa mwili nilikuwa nimeshikwa na pressure na diabetes, na saa hii nimefanya practice ya kunitosha. Nilikuwa na kutembea, nilikuwa na shida, na sasa siku hizi sina.
Awali uliniambia kimbia, nitakimbia. Kucheza nitacheza. Nitaruka tu. Sawa, asante mama. All the best. Na mimi sasa najiunga na unataka kuongea? Yes. Habari zenu? Salama. Uko aje? Unaitwa nani? Unatoka mtaa gani? Mimi naitwa Pamela Mariamu. Natoka Eastleigh South nikiwa nachezea Kiambio Upendo Granis. Umecheza leo? Leo ninataka kuingia kwa kiwanja, niko tayari kabisa. Haya, kimbia ucheze alafu tutakuona hapo baadaye. Una miaka mingapi? Niko na 62 years. 62 years. Si mbaya sana. Hata una feel mwili kwa sawa sahihi? Kwa sawa. Nilikuwa na sukari na nikawa na pressure. Nilikuwa always after 2 weeks niko admitted. Lakini kwa saa hii hata madada zangu wenye walikuwa wananilipia bili hospitali na watoto wangu wananiambia shikilia tu hapo hiyo mpira usiwache. Juu last year yote hawajawahi kutoa pesa zao kunilipia bili hospitali. Sasa wameniambia usiwache hiyo mpira, endelea nayo kabisa, nimemwambia na siwachi. Hebu jog pale tuone. Jog. Haya, warm up. Haya, hapo. Haya, sasa najiunga na rais wa Grannies hapa Kenya. Madam, mwanzo tukiwa na wewe mara ya mwisho tulikuwa pamoja ilikuwa mwaka jana mkijiandaa kwenda Afrika Kusini kuwakilisha taifa katika mashindano haya. So far so good. Naona mmekuja Nairobi, mmetengeneza timu, wachezaji wamejitokeza kwa wingi. Siri ni gani? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Daktari Elizabeth Kaitanyi. Mimi ni founder, president wa Kenya Grannies Football Federation. Kenya Grannies Football Federation is a national organization founded last year and legally registered with the Ministry of Sports last year in March. Na sasa tulianza kama timu moja, tukianzia mahali inaitwa Uasin Gishu County, tukaanza na timu moja inaitwa Mutei Grannies, na sasa hivi tuko na teams karibu 300 Kenya mzima. We are in 25 counties and our slogan is Kick for Health. The reason why we started this program is because there's a report which was done by WHO, and WHO said that 1% of the world population is physically inactive, and which is equivalent to 1.8 billion people in this world who are physically inactive. 3.2 million of these people die every year because of the lifestyle diseases, which is high blood pressure, diabetes, arthritis, and the world uses a lot of money. $5.4 billion is used every year in this world to try and cure or try and manage lifestyle diseases. And the only solution or the only remedy to these problems is physical activity. So that's when we realized that there is a gap which needs to be filled. And that's when we registered Kenya Grannies so that we can bring our elderly for physical activity. We realized most of our senior citizens don't do exercises, and that's why we chose football, because football is a round sport, and also sport is for all. It's for everybody. So when we started this program, we started small, but now we are seeing it growing. We are in across Kenya now, and we thank God because everything since we started, the grannies have been playing, enjoying, especially traveling. Apart from Kicking for Health, they also travel across the country. At times we have tournaments in Mombasa, we have in Rift Valley, we go to Central, we go to Eastern, and we are all over now. Yes. Now, hivi sasa naambiwa muda unayoyoma, kwa hivyo kwa haraka sana mnajiandaa kwenda France. Matayarisho yakoaje? Asante sana. Kusema ukweli, tulipoenda South Africa tuliweza kucheza na timu ya France, tukacheza na timu ya US, tukacheza na teams mingi, na juzi tuweza kuinvitiwa twende France kucheza na teams huko Lalinde, France, na tumejitayarisha vilivyo na tunamalizia matayarisho because teams tunachukua teams kulingana na scouting ndio tupate ile team yenye itaenda kurepresent Kenya. So ningeomba Ministry of Sports ya kwamba kama inawezekana waweze kusupport or kusponsor the grannies, waweze kwenda France, waweze kucheza na hiyo France. Tuko supposed kwenda tarehe 15 mwezi wa 4 na for 1 week. So tungeomba kabisa Ministry of Sports, the CS Ministry of Sports, to sponsor the grannies, because sports is for everybody. While they are sponsoring the young ones, even the grannies needs to be sponsored. Thank you.
Shukran sana. In less than 20 seconds, naomba ujiintroduce, alafu uniambie ulifanyaje kuleta hizi timu zote za kina Grannies hapa Nairobi zikawa nyingi hivi? Asante sana. Kwa majina naitwa Phoebe Nandwa. I'm the county chair wa Nairobi County and also the national women rep wa NECO, which is the national executive council that governs the federation itself. Nairobi sahi tuko na timu karibu, tuseme tu ni zile ziko registered ni 12, but those that are in the pipeline are around 7. So we are slowly growing and our vision ni kwenda kwa 85 wards all over Nairobi to ensure that hawa mama wote waweze kucheza na kukick for health. Tumekuwa na sponsors wengi ambao wametusaidia kama event kama hii. Kuna mmoja wetu ambaye amesimama na sisi hapa, sijui kama utampatia tu nafasi moja tu aseme jina lake tafadhali, just one name. Maliza. Naam, shukran sana. Kazi kwako Makori. Na sasa narejea hapa katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, ukumbi huu ambapo nataka kwa haraka upesi niseme na katibu mkuu wa kamati ya Olympic humu nchini John Ogolla, angalau anibie siri amekuaje, ametoka katika mashindano kule Milano, mashindano ya Olimpiki ya majira ya baridi. Karibu sana kwa Mikiki, songa hivi kidogo mkubwa wangu. John Ogolla, umetoka kule Milano, mashindano yalikuaje? Mashindano yalikuwa mema. Watu wetu walijaribu sana, ingawaje kulikuwa na changamoto hapa na pale, lakini walifanya vyema. Kulingana na standards zetu walifanya vyema na tunashukuru matokeo. Umesoma nini? Tumesoma mengi sana. Hapo awali nilikuwa nafikiria winter sports si kama summer sports, lakini nilipofika pale nikakuta wako na activities nyingi, wako na sports nyingi na ilinichanganya kidogo. Nilikuwa nafikiria labda wako na michezo 1, 2, 3 na nikagundua kuwa zilikuwa 16 different sports. Yeah. Unaona miaka inayokuja pia tunaweza kwenda tukatesa katika Olympic ya majira ya baridi vile tunatesa katika majira ya joto. Kweli tutaweza juu tulipoenda pale tukasoma 1, 2. Ile mpangilio tuko nao kwa sasa ni kuongea na Wakenya wale wako nchi za nje, zile nchi wanaocheza michezo za barafu. Umeona tuliweza kushirikiana na Japan ili tuweze kuendelesha mchezo pamoja. So kwa hiyo harakati tutaitumia hiyo ushirika kujaribu kusaidia wale wa Kenya tayari wakomo na wale wangependelea ushiriki kwenye hizo mchezo za barafu. Kila laheri. Asante, nashukuru. Safi kabisa, huyo ni katibu mkuu wa kamati ya Olympic humu nchini John Ogolla, ambaye ndo mwanzo tu amerejea nyumbani kutoka Milano alikowakilisha na kwenda na timu ya taifa ambayo ishiriki mashindano ya Olympic ya majira ya baridi kutoka Estadio de ukumbi wa uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Yoshua Makori, mwana sport. Nataka nisepe angani ni kuibia siri kwamba katika maisha haijalishi ile kasi ambayo unaenda, mradi tu uko kwenye njia sahihi. Unaweza ukakwenda kwa kasi zaidi lakini ukakuta hauko kwenye njia sahihi, itakuwa ni bara belua. Kwa sasa mimi sina la mno, amsalia mtume Toto wa Rege naye apigilie msumari wa mwisho. Naam, shukran sana Makori, na tukutane tena wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Maulana akiridhia tutana tena wiki ijayo.